Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nikukumbushe baadhi ya mambo machache na muhimu sana katika mchakato wa kudai ahadi za Mungu. Nikukumbushe habari nzima ya kwamba kuna maadui pia wapo katika kudai ahadi za Mungu. Na nazidi kukumbushia tu hii wiki ya kwamba ikiwa mimi nimesimama kudai ahadi za Mungu, sina woga wowote ule. Na ndio maana jana nilikusomea kwamba Mama White anasema kwamba kitabu cha Prayer Ellen G. White anasema kwamba tunaweza kudai ahadi zake kwa ujasiri, kwa sababu tumeahidiwa, kwa sababu tunamtegemea, kwa sababu yeye Mungu ndio kila kitu kwetu, kwa sababu sisi hatuna sehemu ya kwenda. Ikiwa tunahitaji ushindi juu ya changamoto tunazozipitia katika uongozi, tunamhitaji Mungu atusaidie. Ni ahadi yake kutupatia uongozi, kutupatia hekima, maarifa, busara kwa ajili ya kuongoza familia, kuongoza katika jukumu ulionalo, kuongoza katika utafutaji, kuongoza. Ni ahadi ya Mungu hiyo. Ikiwa tunapitia changamoto katika swala zima la ndoa, tunatamani tupate ahadi za Mungu kutoka kwa Mungu. Mungu tusaidie, changamoto hizi uzitoe wewe, tupatie akili ya kutatua changamoto hizi, na wewe jishughulishe kwa kumuita Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana tunaomba, ikiwa tunahitaji kupatiwa mahitaji yetu ya kila siku, ni kumsihi Mungu. Kila binadamu ana mahitaji yake, na ndio maana tunajifunza leo kwamba kuna kundi la mahitaji maalum. Yaani kila mtu ana mahitaji maalum katika maisha yake. Kataa ukubali, mimi na wewe tuna mahitaji maalum kabisa. Wewe una mahitaji maalum, mimi ninahitaji maalum. Hata kama sio kwa Mungu, hata kama sio kwa wanadamu wenzangu, kwa Mungu lazima uwe na uhitaji. Kama wewe haumhitaji Mungu kwenye maisha yako, hatuwezi tukakuelewa vizuri. Ila wewe utajielewa vizuri, ila sisi hatutakuelewa, kwa sababu wewe haujajiumba. Wewe umeletwa duniani, haujajitosheleza. Na ndio maana tunamwabudu Mungu leo, sio kwamba tunajishusha. Na ndio maana tunamwabudu Mungu leo na tunajifunza kwa wanyenyekevu tunapokuwa tukidai ahadi za Mungu. Sio kwamba tunajishusha, ni kwa sababu sisi hatujajitosheleza. Tunahitaji kukamilishwa, tunahitaji kuongozwa na Mungu. Changamoto katika ndoa, changamoto leo nazungumza changamoto moja tu, changamoto katika ndoa. Ndipo pale pia shetani ameingia pale. Kuna watu leo hawadai ahadi kwa Mungu kwa ajili ya kutolewa katika changamoto hizo. Badala yake wameingia kulaumiana, badala yake wameingia kuhoji, badala yake wameingia kusema kwamba mimi Mungu huyu hakuwa stahiki yangu. Nani alikudanganya? Wengine hadi wanasema kwamba mimi Mungu nilikosea. Ulikosea wakati ulimwomba Mungu? Naongea na vijana wenzangu hapa. Naongea na mtu fulani ambaye yupo katika ndoa yake hiyo. Ulikosea wakati ulimuita Mungu? Si ulimdai? Ulidai? Ni kweli. Mwingine anasema kwamba mimi sikuomba hata. Hadi kuungana wewe ni ahadi kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu ameahidi kwamba mtaungana watu wawili. Hadi kufikia hatua ya kwamba wewe leo upo na huyo mtu, ni Mungu ambaye alikuwa amekusudia. Ni Mungu ambaye alikuwa amepanga kwamba muungane na muanzishe maisha. Naongea na changamoto ambazo tunakumbana nazo hizo. Wakati mwingine mtu amekosa watoto, eti anaanza kuongea tu kwamba mimi kwa sababu nimekosa watoto, naomba tu leo Mungu akuniunganisha na huyu mtu. Nani alikudanganya? Wakati mwingine mtu fulani anapitia changamoto kali na kubwa kwenye maisha yake, anamlaumu Mungu. Kuanzia leo nimalizie hii point napomalizia somo hili. Kuanzia leo acha manunguniko. Anasema tunaweza kudai ahadi zake kwa ujasiri. Acha kudai ahadi za Mungu kwa uoga. Acha hofu. Acha hofu. Mungu akusaidie sana.